Vitendo vya rushwa katika uchaguzi ni mojawapo ya vikwazo vya kutokuwa na uchaguzi unaozingatia misingi ya haki na usawa na vinavyoathiri haki na fursa ya wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa pamoja tunapaswa kuchukua hatua na kuweka mikakati ya kuzuia vitendo vya rushwa katika mchakato wa uchaguzi. Ni ukweli usiopingika kuwa rushwa katika uchaguzi ni sumu inayoharibu misingi ya demokrasia na utawala bora, na inapotokea huathiri uchaguzi kwa njia mbalimbali kama ifuatavyo: moja, kuvuruga uwapo wa usawa na ushindani baina ya wagombea kwa kutoa upendeleo kwa wagombea fulani. Mbili, kudhoofisha utawala bora na demokrasia, ambapo baadhi ya wananchi wenye sifa za uongozi bora, mfano uadilifu na uwajibikaji, hushindwa kugombea au kutoteuliwa au kutochaguliwa kwa kutokuwa tayari kutoa hongo. Tatu, kusababisha kuchaguliwa viongozi wala rushwa ambao hawawezi kuongoza kwa misingi ya haki, usawa, uwazi, uwajibikaji na uzalendo, mambo ambayo ni ya muhimu katika ustawi wa wananchi. Nne, kusababisha uvunjifu wa amani kutokana na migogoro ya mara kwa mara ya kisiasa. Tano, kusababisha taifa kuendelea kugubikwa na rushwa. Sita, kuchangia kuwafanya baadhi ya wananchi kukosa imani na mifumo ya utawala na taasisi za serikali, hata kusababisha machafuko. Na mwisho ni kudhalilisha utu kwa kufananisha thamani ya mtu na hongo, fedha, nguo, chakula anayopewa ili apige au asipige kura. Tunapozungumzia jukumu hili la kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa katika uchaguzi, tunazungumzia ushirikiano katika hatua zote za mchakato wa uchaguzi kama ifuatavyo. Moja, hatua za awali: kuhakikisha uteuzi wa wagombea unazingatia sheria, kanuni, taratibu na usawa wa fursa. Mbili, kipindi cha kampeni: kwa kuzuia matumizi mabaya ya rasilimali za umma, udhibiti wa fedha za kampeni na kuhakikisha upatikanaji sawa wa fursa kwa vyama vya siasa na wagombea. Tatu, siku ya kupiga kura: kuhakikisha mazingira salama na ya haki bila vitisho, ununuzi wa kura au upendeleo. Na nne, baada ya uchaguzi, kuhakikisha ushughulikiaji wa malalamiko ya uchaguzi kwa uwazi na haki na kuchukua hatua dhidi ya watumishi au wanasiasa waliokiuka maadili.